kwamba mbona tuona Waislamu wako nyuma sana kwa kila kitu, isipokuwa mada hii tunataka tuzungumze unyuma wa kielimu. Mbona leo tumekuwa nyuma mno, na wala sio jambo ambalo linahitaji kwenda chuoni au chuo kikuu au shule primary kujua kwamba tumepitwa na wasiokuwa Waislamu katika masala ya kielimu. Upande wa elimu, mfano hapa nchi yetu utakuta Waislamu na wasiokuwa Waislamu wako vizuri kwenye masomo ya msingi. Vijana wengi wa Kiislamu wanasoma, hasa ukizingatia kwamba serikali imejenga mashule ya kata, iwe ni ya msingi ya sekondari, bali imelazimisha kwamba kujengwe masekondari kila kata. Kijana akimaliza sekondari O level anapanda na kuja A level. Sasa hapa kwa utafiti unaofanywa inaonekana idadi ya Waislamu inapungua. Kwa maana ukilinganisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wanaofaulu kwenda form 5 wengi ni wasiokuwa Waislamu. Wako Waislamu wanafaulu, lakini kwa idadi utakuta Waislamu wako wachache kuliko wasiokuwa Waislamu. Halafu kwenye hatua inayofuatia baada ya hapo, ambayo ni chuo kikuu au vile vyuo vinatoa masomo ya diploma, utakuta idadi inazidi kupungua ya Waislamu. Na kama utawakuta huko Waislamu vyuo vikuu, walio wengi wako katika masomo yasiyokuwa ya kisayansi au arts. Ukienda kwenye vitivo vya kisayansi, walio wengi ni wasiokuwa Waislamu. Mimi na wanangu baadhi wanasoma vyuo vya serikali, chuo kikuu. Yuko kijana wangu mmoja anasomea uhandisi wa makompyuta haya. Ananiambia, baba, hapa darasani tuna watu karibu 100, Waislamu tuko 6 tu. Yuko Mbeya huko. Na inaonyesha wazi, kuna vijana wamefanya utafiti kwamba idadi ya Waislamu ni ndogo mno. Yote haya ni kwa nini? Wanasema kuna changamoto zilizojitokeza zamani ambazo zimeathiri Waislamu mpaka leo. Kule kulikosifiwa kwamba kulikuwa ndio golden era, Andalus, Baghdad, tawala za Kiislamu zilikuja kusambaratika wakati Waislamu walipoanza kugombana, ikhtilafu wenyewe kwa wenyewe. Uadui baina yao ukawapa nafasi wasiokuwa Waislamu kujipanga na kuwatumia baadhi ya makundi yaliyokuwa kigombana kwenda kuwafeka Waislamu wote. Hivi ninavyokuambia, Andalus hivi sasa iko chini ya wasiokuwa Waislamu, wakati Waislamu walikuweko Spain karibu karne 9 kwa mujibu wa historia ya Kiislamu. Na katika maafa aliyowapata Waislamu, waliuliwa na vitabu vyao vilichomwa moto. Hivyo hivyo kule Baghdad walipokuja hawa watu kutoka Asia ya mbali, Mongol wanaitwa hawa, Mughul, walivamia miji ya Iraq na Sham, wakawaua Waislamu, wakenda wakachoma vitabu vyote au vingi vya Waislamu. Kuanzia hapo ukaanza kudhoofika Waislamu, na khilafa iliyobakia ambayo ilikuwa ikiongozwa na dola mashuhuri Ottoman Empire au khilafa Uthmania, ilikuwa makao yake makuu ya